falme ni kiwango cha juu sana cha nguvu za ulimwengu wa giza. Kwa sababu falme, anaposema falme, ni kiwango cha utawala. Tunapoangalia hizi ngazi za vita kwenye ulimwengu wa roho, majeshi, hiki ni kiwango cha upiganaji. Unaposikia majeshi au unaposikia wanajeshi, maana yake wanamtawala. Hawa wanafanya kazi kwa kufuata amri. Maana yake anaposema juu ya majeshi, maana yake ni rahisi kuyashinda majeshi kama umewashinda wakuu wa majeshi. Kama unampenda Bwana sema amen. Kama hujawashinda wale ambao wanatoa amri, maana yake hujaweza kushinda bado. Ndio maana mtu anaweza kushinda majeshi ya pepo wabaya, maana yake bado hajashinda vita. Kwa nini? Kwa sababu juu ya majeshi kuna wenye mamlaka. Wenye mamlaka wana nguvu kuliko majeshi, kwa sababu wenye mamlaka wao wanatoa maagizo. Ndio maana wana Mungu anaanza kwa kusema ni juu ya falme. Maana yake falme ni kiwango cha utawala cha nguvu za giza. Maana yake tunaweza kuamuru mapepo, tunaweza kuamuru wakuu wa giza, tunaweza kuamuru wenye mamlaka wadogo. Hicho ni kiwango cha falme. Kwa hiyo ni kiwango kikubwa sana na ni kiwango cha juu cha ulimwengu wa roho, ambacho ili mtu wa Mungu utembee maisha ya ushindi kila itwapo leo, lazima uweze kushinda juu ya kiwango cha falme. Kama nampenda Bwana sema amen. Sema tena amen. Ndio maana mtu ambaye anaweza kushindana na akashinda juu ya falme, maana yake nini? Mashetani yanamwogopa kuliko kawaida, kwa sababu huyu ndiye shujaa. Huyu ndiye amefanya vita ya shujaa, na huyu anaweza kushinda majeshi ya aina zote. Majeshi ya wachawi, majeshi ya mapepo, majeshi ya wakuu wa giza, majeshi ya waganga, anaweza kushinda. Kwa nini? Biblia inatuambia wazi ya kwamba wale Wafilisti nyuma yao walikuwa na askari mmoja anayewapigania, anaitwa Goliathi. Goliathi alikuwa ndiye mkuu wao. Zamani vita, jeshi lilikuwa liendi lote. Wanakuja watu, alafu mnatoa shujaa wenu mnayemwamini, aliye kiongozi wa juu. Mnamtoa yeye apigane. Yeye akishinda, taifa lenu limeshinda. Yeye akishinda, watu wenu wameshinda. Kwa hiyo unaona Goliathi anawaambia wana wa Israeli, nipeni mtu tupigane. Nipeni mtu. Wana wa Israeli wanaogopa, maana wakiangalia kwenye ufalme wao hawana mtu. Wakiangalia kwa watu wenye sifa za kawaida hawana mtu. Na ni kama hivyo leo, ukiangalia maisha yako unaogopa sana. Kwa nini? Pengine ukiangalia huyo ni mtu ambaye anaweza kusimama pamoja na wewe ili uweze kushinda vitu ulio nayo. Lakini nataka nikwambie, kwa namna isiyotarajika, kwa namna isiyowezekanika, kwa namna isiyoonekana, Mungu anaye mtu aliyekuhifadhia kwa ajili ya wokovu wako katika jina la Yesu. Na kama unaamini hiyo sema amen. Wakati taifa la Israeli halina imani kwamba atapatikana mtu atakayeweza kupigana Goliathi, kwa maana tangu asubuhi mpaka jioni Goliathi anatokea na kutukana, anatokea na kufanya vurugu, anatokea na kudhihaki. Wana wa Israeli wote wanakimbia mbele yake. Hapana hata mmoja aliyeweza kusimama mbele ya Goliathi. Lakini Mungu akamwinua Daudi. Akamwinua mtu mmoja anaitwa Daudi, aliyekuwa tu mchunga kondoo. Sifa yake kubwa ya vita, anapigana na dubu, anapigana na simba, anapigana nini, lakini kwa kutumainia mkono wa Bwana. Hii inatufundisha nini? Mtu yeyote aliye na uzoefu wa vita ya rohoni ni rahisi sana kumshinda adui wa mwilini. Maana yake adui wa mwilini, kama una uzoefu na nguvu ya kushindana rohoni mpaka ukashinda, maana yake wa mwilini hana kitu. Kwa sababu Biblia inatuambia wazi kwamba roho ndio tiayo uzima, wala mwili haufai kitu. Kwa hiyo anayekushambulia ana nguvu kwa sababu roho yake hii hai. Anayekushambulia ana nguvu kwa sababu mwili wake una afya. Anayekushambulia ana nguvu kwa sababu anaweza kutembea. Lakini ukiweza kwa namna ya rohoni, kumfunga rohoni asiweze kwenda, kumfunga rohoni asiweze kula, kumfunga rohoni asiweze kusema, kumfunga rohoni asiweze kuwa hai, maana yake wewe umefanikiwa kumshinda adui yako kwa 100% kwa jina la Yesu. Na kama unampenda Bwana sema amen.